Miongoni mwa taratibu za khutbatu jumuiya za ibada ya khutba ya Ijumaa au khutba ya Ijumaa ni kuzungumzia matukio yaliyojiri ndani ya wiki au matukio yatakayokuja wiki ya mbele. Ishawahi kutokea Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya khutba ya Ijumaa akawa anasimulia vita vinavyoendelea kati ya sahaba wake, na Mwenyezi Mungu alimletea kama skirini watu wakiwa msikitini, akawa anawasimulia hali zinazoendelea huko. Kwa hiyo khutba za Ijumaa ni kujadili, ni kuzungumzia mambo ya wiki yaliyotokea. Hivi sasa zimebakia siku chache mno tuingie Oktoba 29 kwa ajili ya kura za kinchi za kutafuta rais, mawaziri, wabunge na mfano wake. Na jambo kama hili, mimbari tukufu kama hii, linafaa kuzungumziwa kwa sababu muhimili wake ni mkubwa na Uislamu hauachi kitu. Hasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalal ametuonesha mfano miongoni mwa mitihani, ibtilayat, mitihani aliowaonja nao waja wake, na ikanasibishwa ni mitihani mikubwa kwa sigha iliyotumika ndani ya Qur'ani au kama ilivyokuja ni mitihani ya hofu, waswasi, matatizo na shida na dhiki. Alishawahi kusema baada ya billahi minash shaitani rajim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ mpaka mwisho wa aya hiyo. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, tutakupeni maonjo hayo, tutakupeni mitihani hiyo. Hii wao ya mwanzo ni tawqiti, lamu iliyofuatia ni tawqiti, na nuni tawqit, na hiyo wao ni wao qasam. Wao ina kazi nyingi, saa nyingine inakuwa ni atfi, conjunction, saa nyingine inakuwa ni wao taksim, inagawanya, lakini hapa imekuwa ni wao qasam. Mwenyezi Mungu mwenyewe anaapa, tena anaapa vipi? Wallahi, viapo vya Mungu ni vitatu: wallahi, wa billahi, wa tallah. Na akisema kisha sema, lakini kwa nini akiapa? Liwaqida almas'ala. Na wataalamu wa Qur'ani wanasema bila kutumia ufundi mwingi, inna Allaha la yuqsimu illa bi'adha'imil umur, Mwenyezi Mungu haapi ila na mambo makubwa, mambo matukufu. Innal 'adha'ima kufuha al-'udhama, kwa sababu mambo makubwa kiboko yake ni wakubwa. Na hapa anasema mtakupeni mitihani, miongoni mwa mitihani minal khawfi, mitihani ya hofu. Vita vinaleta hofu, machafuko yanaleta hofu, na hofu ni matatizo makubwa. Tunamwomba Allah maisha ya dunia mpaka akhera atuondoshie maisha ya hofu, kwa sababu maisha ya hofu Mwenyezi Mungu kaiharamisha kwa umini. Ala anna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun fi kilta ad-darain ay fi dunya wal akhirah.
maisha ya hofu, kutishana, haya si maisha ya Muislamu. Na Muislamu pale anapoona kuna dalili ya hofu, aufuatilie Uislamu, taalimu zake zinasema nini. Kama kuna jambo la kutenda alitende, kama kuna jambo la kusema aliseme, kuna jambo la kuomba dua basi aliombe dua. Kwa hiyo tuepuke na suu dhann. Najua Ijumaa za leo nyingi zitatrend amani, uchaguzi, intikhabat. Huu ni Uislamu tu. Uislamu wetu hauachi matukio. Mtume sallallahu alaihi wasallam idha hazama al-amr, akipatwa na jambo lolote la kufadhaisha alikuwa anakimbilia kuswali. Juzi usiku kumekuja khusuf, kupatwa jua na mwezi, hofu ile, basi huwa tunaingia kuswali, tunamwomba Allah usalama. Mwezi ukishikwa tunasali, tunamwomba Allah usalama. Mvua ikikatika tunaweza tukafa, tunaomba istisqa. Tena sala hii unavaa nguo kongwe za zamani, unaingia polini, msituni, tunamwomba Allah mpaka mvua ije. Tunaogopa hofu. Sasa mabwana, ndani ya nchi yetu ya Tanzania mwezi 29 tumesimuliwa sana, tumetangaziwa sana kutakuwa na uchaguzi wa nchi. Tunachomomba Allah uchaguzi huu upite salama salimini. Na kwa sababu sisi tutakuwa kesho hatupo, kesho kutwa tutakufa, tunawaza vitoto vinakuja baadaye. Kwa hiyo tunamwomba Allah kupitia mimbari ya mtume hii, amani ya moja kwa moja ya Tanzania mpaka dunia itakapokwisha. Isiwe uchaguzi huu peke yake tu, mpaka wa mbele na wa mbele. Hilo la kwanza. Lakini la pili, tunamwomba Allah wachaguliwe viongozi waadilifu, kwani kiongozi bora ni yule anayejua wafuasi wake nini wanataka. Tunamwomba Allah tupate viongozi waadilifu, na wakiwa waadilifu watafanikiwa maisha yao na kuongoza dira yao. Ibn Taymiyyah rahimahullah na maneno yake anasema, nchi yoyote hata iwe si ya Kiislamu, kama system ya imara ya uongozi wao utakuwa na uadilifu, jamii hiyo itafanikiwa, kwani inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Hii aya inatumika sana Ijumaa. Mwenyezi Mungu kafanya ni amri kwake uadilifu, lakini akasema jamii yoyote, taifa lolote, hata kama la Kiislamu, hata kama ndiyo Qur'ani iliposhukia Saudia, kama system ya uongozi wake haitakuwa na haki, itakuwa ina dhulma, jamii hiyo itadondoka, haitofanikiwa. Mwana wa chuoni huyu. Kwa hiyo wale wote ambao tunawapa nasaha hii watavaa majoho ya uongozi, iwe ubunge, iwe udiwani, wamche Allah katika hili, ili majoho yao yasiwe ni majoho kesho siku ya kiyama motoni, majoho yao wakaingie nayo peponi. Amin, amin, amin. Na sisi amatun nas, sisi watu wa kawaida, tuna wajibu kuwaombea Mungu ili Mwenyezi Mungu awaafikishe wapite salama salimini, hasa sisi kama Waislamu, kwa sababu tunaamini katika nchi yetu tupo wengi. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zisitokee shari, kwa sababu Uislamu unapinga mambo ya shari, mambo ya vurugu, mambo ya vita. Uislamu wote ni amani. Leo mimi natoka na kuja Takwa, najua nakuja kuzungumza na kurudi, inshallah nitarudi salama. Wakati naingia mlangoni hapo, nilimwambia mmoja nilokuja naye, nilimwambia juzi nilifikiria kifo sana. Tulikuwa tunajadili mambo mengi tu, lakini akanipa maneno mazuri, moyo nikasema amin, nimeyapenda. Asema sasa wewe ndo utaishi muda mrefu na Mungu akubakishe.
Kwa nini kaniombea maneno haya? Kwa sababu anajua Tanzania kuna amani, haitotokea sababu hiyo. Lakini kama tungekuwa Palestina, sijui kama dua hizo angeziomba. Lakini an-ni'ma la yuraf au la tu'rafu an-ni'ma illa bizawaliha. Siku zote watu wenye neema hawaitambui neema waliokuwa nayo mpaka iwatoke. Tanzania si vita tunavisikia tu, lakini tuna neema ya amani. Na mimi huwa siku zote najiambia, baada ya nchi ya Maka kuwa na amani iliyoahidiwa na Allah, amani ya pili ni nchi yetu ya Tanzania. Lakini Watanzania wenzangu na Waislamu wenzangu, sijui tuna mtazamo gani? Mtu yoyote anayehubiri amani kwa tiketi ya dini, zinakuja dhana kanunuliwa. Hawa wanaowanunua watu wana pesa kiasi gani hawa? Na kwa nini watu wanunuliwe kuhubiri amani? Ingekuwa kama mtu anahubiri uchama, tuna vyama vingi, ingekuwa sijui ni chama gani hata sivitaji, huyu kanunuliwa huyu. Lakini mtu akihubiri amani, tunamuomba Allah atubakishie amani, kwa sababu Uislamu umelazimisha Muislamu kumpa binadamu mwenziwe amani maeneo makuu matano. Kumpa binadamu mwenzio amani maeneo makuu matano, hili ni jambo la lazima na wala si jambo la khiari. Na wale wengine ambao hawakupata bahati ya kuwa Waislamu kama sisi, tunazo TV za mitandao yote, tuna TBC. Wakipata nasaha hizi zotolewa katika mimbari, wauvae Utanzania, waende sambamba na nasaha hizi, wajue ni maagizo ya Allah, sio maagizo ya chama. Ingekuwa mambo ya chama tusingezungumza hapa. Na mpaka nitashuka mimi, hakuna atakayejua mimi ni chama gani, isipokuwa Muislamu kumpa mwenziwe amani maeneo matano ni jambo la lazima. Na usipompa mtu amani maeneo matano haya, utakuwa dhambini. Na ukiwa dhambini, kesho wewe ndo utakosa amani. Hatupo free kuishi tunavyotaka, tunaongozwa na wahi. Leo ukiishi kwa amri za Mwenyezi Mungu, kesho utaishi kwa hiari yako. Lakini leo ukiishi kwa kufuata nafsi yako, kwa matamanio, kesho utaenda kuishi kwa amri. Jambo la mwanzo kabisa, ni haki ya kila Muislamu kumpa mwenziwe amani katika moyo wake. Amani ya moyo ni jambo kubwa sana. Usimnyime mtu amani ya moyo, usimtie stress, usimtie huzuni, usimtie wasiwasi, usimjengeshe hofu katika moyo wake. Mpe amani mtu katika moyo. Amani katika moyo ni jambo muhimu, kuanzia taasisi ndogo ndogo, mke, mume, watoto, mpaka Uislamu ukasema la yahillu limuslimin an yurawwi'a musliman. Ni haramu kwa Muislamu kumtisha, kumchimba mkwala, kumpiga biti Muislamu mwenzie. Ni makosa makubwa. Takuonesha mimi ndo fulani, takuendea kwa mganga, nitakachokufanyia, mpaka mtu analala na wasiwasi, atanifanya nini huyu? Huo si Uislamu. Uislamu umekataza. Ndio maana hata mkeo advertise yake usimtishie talaka, unamnyima amani ya moyo. Mwisho anasema bora niache tu, kila siku naishi na pressure, sina chango, siku yote nitaachwa. Unamnyima amani, mke mwingine ndo bakora yake. Usinione mimi nitakuacha, nitakurudishi kwetu. Hakuna maisha ya kutishana. Hakuna maisha ya kutishana. Kwa hiyo wale watu ambao wanatuambia bila kujali chama, bila kujali serikali, wale wanaotutishia kwa sababu ya jambo lao la dunia, kwa sababu ya kumchagua wanayemtaka katika uongozi, wanajiandaa kutuvurugia nchi. Mpaka sasa washatunyima amani ya moyo, wapo katika makosa. Bora waongee kwa siri, tuonde basi mufaja ghafla tu.
Kwa sababu kuna watu wengine hatuwezi kukimbia, wengine walemavu, na wengine tushazoea kuizungumzia dini yetu kwenye tumbo kama hivi, na wengine tuna mahesabu, Mungu akitujalia 2000 na kadhaa tutaenda Maka, na wengine tushajiandaa tuendelee na istighfari tufe salama. Haya mengine hatuyahitaji haya. Kwa hiyo ni makosa kumnyima mtu amani ya moyo. Usimnyime mtu amani ya moyo kwa kukomenti, kwa message, kwa sauti, kwa vitendo. Kwa hiyo kila mmoja kumpa mwenziwe amani katika moyo wake ni jambo la wajibu. Nikuulize ndugu yangu Muislamu, na unayenisikia, hukumnyima yoyote amani katika moyo wake? Hukumtishia mtu mauti wewe, hukumtishia maangamivu mpaka tumbo joto likamkamata, mpaka akapoteza network? Tena unafikia stage unamwambia, ndugu yangu, unachungulia kaburi, mpaka unaona sifa, mtu anakuogopa. Kila mmoja afanye jambo la lazima kutoa amani ya moyo. Kwa hiyo watu wote wanaotutishia, tena wanakosea, wanaotutishia sisi machafuko kiasi ambacho bunduki zenyewe hatuna, visu vyenyewe hatuwezi kushika, wanatutia wasiwasi mkubwa sana. Haijalishi wana mamlaka kiasi gani, waache mara moja kutuambia jambo hili sisi watu wa kawaida. Kama ni kutishana, watishane na wanaume wenzi wao, wanaoshika silaha wenzi wao. Lakini sisi watu wadogo hatuwezi, tusikoseshwe amani ya moyo. Imetokea mara kadhaa, na ili lisiwe kila ikifika uchaguzi, wenye uwezo wanasafiri mikoani, mwingine na dhukurukula hata nauli ya kwenda mkoani sina. Na kuna wengine washasema, basi tunamcha Mungu, kama tutakufa tutafia humu, la haula wala quwwata. Kwa hiyo tunatoka nje ya mstari. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kumnyima mtu amani ya moyo, mpaka akasema laisa minna, si katika sisi, japo mtu mwenye kubeba silaha mbele yetu. Tumekaa hapa msikitini, unakuja tu unapanga. Uislamu umekataza. Lakini pia akakataza mmoja wenu asimwashirie ndugu yake kwa kitu chenye kudhuru. Haifai kabisa, haifai. Kwa hiyo kila mmoja kumpa mwenziwe amani ni jambo la umuhimu. Ndio maana kaidi inasema hata mnyama ukitaka kumchinja usimkoseshe amani ya moyo. Cha kwanza, kisu chako kiwe kikali sana. Cha pili, ukifiche kile kisu, yani aone surprise tu ya kuchinjwa. Huyo ni mnyama. Binadamu vipi? Binadamu itakuwaje? Alafu tutambue ni maslahi ya kidunia tu. Intikhabati ni uongozi. Uongozi ni uchaguzi, ni uchaguzi. Maana ya kuchagua ina maana hawezi wakashinda wote. Atachaguliwa mmoja, na akipita hapiti yeye, ndo Allah kamkadiria. Sasa yule anayepita asijione ana akili nyingi sana, taufiki ya Allah, afanye mambo kwa mujibu wa watu. Na yule ambaye hatopita aone ndo Mwenyezi Mungu kamkadiria asipite. Tukubaliane na kadari za Allah, hasa watu wanaoingia katika katika siasa, Waislamu wenzetu. Tunawaambia hivi, hadithi ya Sayyidina Abu Huraira inasema kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wama balagha abdun haqiqatul iman hatta ya'lamu ma yusibahu lam yakun liyukhtiya. Mtu hajaitwa kwamba ana imani mpaka atambue kinachompata kilikuwa hakuna njia ya kumkosa, kinachomkosa kulikuwa hakuna njia ya kumpata. Kwa hiyo ukipata kura ukapita, sema alhamdulillah, ili niliandikiwa, hata ningekuwa sina harambee na uhamasishaji ningepita. Lakini ukidondoshwa, kubaliana na jambo hili, hii ni kadari yake Allah. Hakuna haja ya kuanzisha mambo mengine na kadhalika. Mtegemea Allah katika mambo yako haya. Hasa viongozi wa Kiislamu tunawaambia hivi, kama unatafuta ushindi, tafuta njia za dini, usimshirikishe Allah. Kwa Muislamu hakuna jambo hili si dunia tu, hapana. Anna dunya almu'min kulluha dini. Dunia yote ya muumini ni dini.
kwa sababu hakuna sheria inamruhusu kumwasi Allah. Kwa hiyo haina haja kwenda kwa aganga, haina haja kwenda wapi. Wewe tafuta kura zako kwa usahali, tena simama usiku mlilie Allah, chinja mnyama mlilie Allah, na mimi nipate uongozi. Na ukipita sema alhamdulillah, na ukipita usifurahi, ujue nimepewa jukumu kubwa sana. Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, siku aliyotawadhishwa, aliyopita katika uongozi, cha mwanzo akasema katika hotuba ya dakika moja, ana basharun mithlukum ansib wa akhta, mimi ni mtu kama nyinyi tu, napatia nakosea. Fa idha asabtu fa a'inuni, mkiona nimepatia nisaidieni, mtieni moyo, lakini mkiona nimeteleza faqawimuni, nirudisheni katika mstari, na mimi nitakueleweni. Kwa hiyo jambo la kwanza, kila mmoja ampe mwenziwe amani katika moyo. Lakini jambo la pili ni jambo la lazima, kumpa mtu amani katika heshima yake. Mabwana, tuheshimiane, hatuko huru kumtukana yoyote. Kumpa mtu amani katika heshima yake ni jambo la lazima. Uislamu umesisitiza, mpaka Uislamu ukasema fa inna riba bid'an wa sab'ina baba. Uislamu unasema riba, ile dhambi mbaya ya riba, ina matawi 70. Tawi dogo ni kufanya machafu na mama yako mzazi, lakini dhambi ya juu ya riba ni kushusha heshima ya ndugu yako. Heshima ya mtu inatakiwa umheshimu kila mtu, mheshimu yoyote, hata kama yeye mwenyewe kajivunjia heshima, wewe huna ruhusa ya kuvunja heshima. Wewe kama Muislamu uliokuja takwa, au utaposikia maneno haya, hizi hadithi uzioni, unapata wapi ujasiri kutukana viongozi Muislamu? Angalau usapoti kwa comment yako. Na haya mambo tusipoyasema, wallahi tutakuwa masuhuli siku ya kiyama. Maana tumezichungulia hizo hadithi, tumeziona zinakataza mambo kama haya. Zisingekataza hata tusingesema. Muislamu yoyote hafai kuvunja heshima hata ya asokuwa Muislamu. Kwa hiyo kama umemtukana rais, umemtukana waziri, umemtukana sijui mbunge, sijui diwani bila ya haki, na hakuna haki ya kutukana, omba radhi, tubu kwa Mwenyezi Mungu. Siku ya kiyama anakutia motoni. Uislamu ulivyo, hata mlevi anapewa haki yake dhidi ya muumini siku ya kiyama. Mtume kesha asema, atadhuruna man muflis, mnamjua maskini alofilisika? Asema naam, laisa lahu malun wala mata, si mtu hana uwezo. Mtume asema sio huyo. Muflis ni yule atakuja siku ya kiyama. Alikuwa akitoa hutuba za Ijumaa, shekhe mkubwa, alienda Maka hija 50, amekuja na saumu, amekuja na sala qabliya, baadia, ishraqi, duha, salatu awabi, lakini tabia yake, laqad shatama hadha, alimtukana mlevi tu, alipita halina maana hilo, akasema hivi, akamdhulumu huyu. Sasa yule mlevi yule ataletwa, dhambi zake zote mlevi atapewa huyu bwana, na thawabu zake zote atapewa mlevi. Kwa hiyo Muislamu hata mlevi, wewe unasema mlevi, Mtume anamkuta mwanamke anamtukana punda, shenzi wewe punda, mjinga. Mtume asema maneno gani haya? Kwa nini unamtukana punda? Akamnyang'anya punda. Huna haki ya kuishi na huyu mnyama, kwa nini unamtukana punda? Sasa jamani, punda ambaye akilia tunaambiwa shetani kapita. Mtume anadili na haki yake. Wewe mtu anaitwa baba, mtu anaitwa mama, tena unamchora mara nyingine matusi, alafu wewe Uislamu baidan anka. Uislamu hauko hivyo. Lazima tukumbushane, na lazima sisi tuumie tukiona guys, vijana wa Kiislamu wanatutumka kufanya mambo wasofanya Waislamu. Sisi Waislamu inatakiwa tuwe kigezo, na Mtume angekuwa na tabia hizo, Uislamu Tanzania usingefika.
lakini kila pahala anasifiwa wa innaka la ala khuluqin adhim. Kisha akasema inna ahabbakum ilayya wa aqrabukum minni manzilatan yawm alqiyamati ahasinukum akhlaqa. VIP siku ya kiyama anakaa benchi moja na mimi, mwenye tabia nzuri. Mwenye tabia nzuri atukani watu, na kutukana si suluhisho, wala kero haziondolewi kwa mdomo wako matusi, kwa vidole vyako matusi. Lakini mtashangaa nini mimi kuwatukana viongozi wa kidunia wa kiserikali? Mashekhe mnawatukana, shekhe aongee mazuri 100, siku moja akiteleza hata kumpa udhu hamwezi. Mnatukana mpaka mashekhe wenu wa kidini. Haya, mnatukana maimamu wenu nani kwenye magrupu, ndio msiseme. Waislamu wa leo wanaona habari kuliko mtume. Wallahi Waislamu wa leo wanamjua mnafiki na sio mnafiki, na kati mtume mnafiki alikuwa hamjui mpaka athibitishiwe, aelezwe na Mola wake. Wewe mpaka usema shekhe yule mnafiki tu, shekhe yule dunia tu. Unapata wapi habari hizi? Wewe unapata wahi? Kuna kiyama, kuna kaburi, kuna mafundisho ya Uislamu. Usiwe na sura ya dini, uwe na hakika ya dini. Ndio maana Sayyidina Anas yasema innakum lata'maluna a'mala, nyinyi mnafanya mambo hiya a'da fi ayunikum min ash-sha'r, mnayaomba na membaba katika macho yenu kama wembe. Wa kunna na'uduhu fi ahdi rasulillahi min al-mubiqat ay min al-muhlikat. Nyinyi mnayaona mambo mnaoyaandika, kukomenti, kuchafua madogo. Sisi zama za mtume tulikuwa tunahesabu vitu vya kuangamiza. Ndio hivyo wallahi, unaweza ukakuta siku ya kiyama wewe ukaangamizwa kwa kumshambulia diwani tu, na diwani mwenyewe hatakujui. Diwani mwenyewe hatakujui. Tunachosema, hatusemi kwamba muwaheshimu matajiri kwa vile vipato vyao, muwaheshimu serikali kwa sababu ni viongozi. Hatusemi kwa maana hiyo. Kuwaheshimu ni jambo la wajibu. Tunazungumza kwa tiketi yetu ya Uislamu. Uislamu haufai kumchafua mtu, haufai kumnyima mtu amani ya moyo, haufai kuanzisha kero, ila Waislamu sisi itakiwe tuwe kama Waislamu wa zamani. Maneno mengi hayana haja. Waislamu wa zamani watu walikuwa wakisema tutakuwaje kama nyinyi, walikuwa wakisema kunu mithluna, kweni tu kama sisi. Tunataka Waislamu wa mfano, Waislamu waliowasoma masahaba wa Mtume Muhammad. Kwa hiyo jambo la pili, kumpa mtu heshima katika cheo chake ni jambo la lazima, si jambo la khiari. Maimamu poleni, kila siku mnavunjiwa heshima. Tena hamvunjiwi kwa maneno na kurogwa na kupigwa, na saa nyingine mnafukuzwa misikitini kama mjai hata kuwasalisha watu. Wenzenu wanajenga, maimamu wengi wamechelewa maisha kwa sababu wenzenu wanajenga majumba, nyinyi mnajenga nyoyo za watu wamtambue Allah, wawe wazuri, na wanakudharauni na wanakutukaneni. Na mara nyingine anafukuzwa imamu msikitini kama mbwa. Waislamu hawa kama si kiyama nini? Mnavunja heshima mpaka za imamu. Lazima tukumbushane, hali mbaya sana. Kwa hiyo Muislamu, heshima ya mtu, mheshimu mkeo, mke amheshimu mumewe, heshimu jamii nyingine, heshimu dini nyingine, heshimu taasisi zingine, heshimu vyama vingine. Muislamu usivunje heshima ya mtu. Jambo la tatu, kulipa amani ni jambo la muhimu, si jambo la khiari. Baada ya kumpa mtu amani ndani ya moyo wake, kisha ndani ya heshima yake, ndani ya cheo chake, sehemu ya tatu ni jambo la lazima kumpa mtu amani katika familia yake. Toa amani katika familia za watu. Muislamu, amani katika familia si jambo dogo. Uislamu umepambania sana mambo kama haya. Leo nyinyi mmekuja msikitini hapa, kila mmoja nyumbani kwake kaadha mara mbili, katafuta amani ya familia, amani ya mke. Kampa sheria mke wake usitoke ovyo ovyo. Watoto wake wameenda shule, katafuta dereva makini, anaamini wataenda shuleni salama, watarudi salama. Nikuambie, leo kungekuwa kuna vita, nani angekubali kumtoa mtoto wake akaenda shule? Semeni wenyewe Waislamu.
Kila mmoja anatarajia baada ya Ijumaa nitakutana na watoto wangu ni wabusu. Kwa hiyo kumpa mtu amani katika familia ni jambo la lazima. Mambo ya uchaguzi yakikorofishwa, mtu yoyote atakaoenda kudhuru familia ya mtu anaingia makosani. Ili dhulma hii, toeni amani. Leo amani katika familia hakuna. Bukoba juzi mtu anamkata mtoto albino bila hata kumchinja. Uchungu kiasi gani eti unachukua viungo vyake. Ndio maana Uislamu ukakataza mambo ya ramli za ajabu. Hizi ramli ndio zinaleta wasiwasi kwa watu. Watu wanauliwa ovyo viungo, hasa kipindi cha uchaguzi kama hiki. Ndio maana tukawashika Waislamu, muombeni Mungu. Kama unataka kupita uongozi, weka kadari ya Mungu mbele. Kama Mungu atanipitisha, sio kuanza kwenda kufanya ushirikina na kuua watoto. Toa amani katika familia. Okoeni watoto, okoeni wake za watu. Kwa hiyo Uislamu unaamrisha kutoa amani katika familia. Na kuna baadhi ya watu wengine wanaomba amani ikosekane, wapate kuiba, wapate kudhuru, wapate kubaka, na yashatokea mengi hayo. Wewe ukimbaka binti mdogo unapata faida gani? Ukimbaka mke wa mtu unapata faida gani? Haya maisha hatuyataki. Haya maisha hatuyataki. Waislamu tupo wengi. Kwanza tukiomba dua, Allah anatusikiliza. Tunamwomba Allah, yoyote anayetaka kuchafua hali ya hewa bila kujali nani chama gani, Allah mpeperushe huko, ampeperushe, amweke mbali kabisa. Atuachie uzalendo wetu. Alwatan min alamati al-iman hubbul watan, miongoni mwa alama ya imani ni mtu kupenda nchi yake, usalama wake. Mtume wetu asema la tatamanna liqa'a al-adu, msitamani kukutana na mambo ya vita, uadui, shida. Si tushazoea wenyewe, nitaenda kwa shekhi fulani anifungulie Bulughul Marami nisome. Tushazoea ugali wetu, tunataka nini tena? Tusidanganywe kabisa. Sisi tunachomuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mambo yaendelee kama zamani. Tena zaidi ya hapo, alete neema, alete matunda, alete vyakula katika nchi yetu. Na sisi tumeambiwa intattaqullaha yaj'al lakum furqana. Sio mnatoa macho tu. Uongozi unaendaje? Nyie mmemcha Mungu? Mkimcha Allah, Mwenyezi Mungu ameahidi kwa waumini kuwapa maisha mazuri wakimcha Allah kisawasawa. Sisi ndio tunatarajiwa tukisimama vizuri msikitini, hata uko kwenye serikali neema zitashuka. Mambo yote ni msikitini. Misikiti ni ofisi kubwa kuliko Ikulu, kuliko wapi. Misikiti ndio inaleta kheri katika jamii. Ndio maana ukiona sehemu ya kuadhiniwa kiyama tena hicho. Nchi yoyote isiyoadhiniwa ukame, majanga, matatizo, maradhi. Lakini misikiti ikipewa nafasi, Ikulu kutatulia, jeshi la polisi tatulia, neema. Angalia nchi kama Pakistani, wamekuwa katika mstari, wamekuwa mujahiduna, nchi imekuwa ina baraka. Mpaka inafikia hatua mtu akiwa mtukutu, serikali inamkamata, inampeleka markazi railway pale. Anasema hebu huyu naye kashindikana, mtoe sabilillah, akae sawa. Msikiti ni chombo cha kutengeneza watu, cha kuambia watu siasa safi, wamche Allah, wawe na tabia njema, wakitoka kama masahaba. Ndio maana nguo zetu sisi ni nyeupe. Hata mimi leo nimevaa nguo nyeupe, na ndio sunna. Maana ya nguo nyeupe, huna doa, huna matatizo, huna bughdha ya mtu. Kama ulivyovaa nguo nyeupe, na moyo wako uwe mweupe, na tabia zako ziwe nyeupe. Kumpa mtu amani katika familia. Ama sehemu ya 4 ni kumpa mtu amani katika mali yake. Ili jambo la lazima. Toa amani katika mali ya mtu. Huruhusi kuiba hata shilingi. Kwa hiyo msiwaze uchaguzi ukienda vibaya kuna watu wanawaza kwenda kuiba. Si halali jamanini. Si halali. Tuna mabenki, watu wanakimbilia kuweka pesa zao benki kwa sababu wanajua watazikuta ni salama. Hasa huu mji wa Dar es Salaam ni mji wa amani. Unajua Dar es Salaam duniani kama sijakosea ni 2, ya 3 ni peponi. Huko Saudi Afrika kuna sehemu inaitwa Dar es Salaam. Niliuliza Dar es Salaam kwa sababu ninajua inaitwa Mzizima. Kwa nini inaitwa Dar es Salaam? Maana Dar es Salaam nyumba ya amani.
Nikamwambia kuna tabiina mmoja au kuna mwanachuoni mmoja alisafiri akaweka sanduku lake pale posta, akalifukia chini, akaenda nje ya nchi akakaa. Sanduku lake la dhahabu, alipokuja kulichimbua akaliona, akasema hadha Darus Salam, ama huu ni mji wa amani, mji wenye usalama. Na tusiseme mengi, lakini mji wa Dar es Salaam umekaa Kiislamu. Mimi niliuliza kwa nini hapa Ilala? Ambia shekhe, asili yake sio Ilala bwana, hapa ni illallah. Lakini kama inaingia akilini illallah, haya na kule Msasani, ambia sio Msasani. Kule kulikuwa kuna mwanachuoni anaitwa Musa Hassan, Shekhe Musa Hassan. Kwa hiyo Waislamu ni wengi na ndio mji wetu wa Dar es Salaam. Kwa hiyo mambo haya ya uchaguzi kwetu ni madogo. Dora, neema, dua zote zinapatikana msikitini. Pia tunawaambia viongozi wa kidunia warejee kwa maimamu, wachukue ushauri wanachuoni. Hakuna serikali iliyofanikiwa ile ambayo imeshirikisha sana wanawavyuoni. Harun Rashid alifanikiwa sana kwa sababu washauri wake kahuran kana au shubana walikuwa mawaziri wake wanawachuoni. Kwa hiyo watu waliokuwa serikalini wasiwatupe mashekhe. Hawa ndio kopi ya Mtume Muhammad, na Mtume akafundisha kila kitu. La mwisho baada ya kumpa mtu amani katika mali yake, pia mtu apewe amani katika viungo vyake. Usimpige mtu uso, ijtanibul wajha, uso haupigi ngumi. Usimwage damu ya mtu. Haya maeneo matano, toa amani, na Mtume kaja kuyahubiri maeneo matano haya. La mwisho tutaenda peponi, na peponi kwenyewe kuna chumba kinaitwa Darus Salam. Lakini pia pepo yenyewe Mtume anasema tutaingia kwa amani, pia sio kwa fujo. Ayuhan nas ifshu salam, enyi watu toleaneni salam. Au kama si hivyo, asema hamwingii peponi mpaka mpendane, wala hamwingii peponi mpaka muamini, hamuamini mpaka mpendane. Mtafanya nini mpendane? Toleaneni salam. Lakini hadithi nyingine ikasema hivi, mtaingia peponi kwa amani, kwamba yuhannas ifshu salam wa atimu ta'am wa sallu bil-layli wan-nasu niyam tadkhul jannata bisalam. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atupe amani inshallah, wapitishe uchaguzi salama, na sisi msikitini mambo yetu yaendelee, tusipate hali ngumu, zisiathirike hospitali wala wajane wala watoto, na mashehe wetu wabakie daima dawamu, maustadhi wetu wapate usalama, mayatima tunaowalea katika vituo wasipate bughudha yoyote, uchaguzi upite kama tupo usingizini. Na tunamwomba Allah kadri siku zinavyobakia chache za uchaguzi, ndio hofu iondoke kabisa katika miili yetu. Tunamwomba Allah tujalie kila la khair na atuepushe na kila la shar. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم.